asubuhi njema katika siku hii ambayo Baba wetu ametuzawadia. Ainuliwe Mwokozi wetu. Amen. Nina furaha kwa sababu ya siku hii ya leo, kwa sababu ya vijana wetu pamoja na wageni wetu ambao siku hii ya leo tuko pamoja nao. Baba asiwe sana. Amen. Kwa sababu tunapoona watoto wetu wakiwa kwenye nyumba ya Elohi, hiyo kwetu huchukulia kwamba ni miujiza mikubwa. Maana vijana wengi wametoka kule nje, hawaendi sawa sawa, wamekosa mwelekeo, ila sisi Baba wetu ambao ametujalia akatuleta pamoja na watoto wetu, hili ni jambo la kumshangilia Bwana na hata kumwimbia. Kwa hivyo kwa wakati huu ningewakaribisha kwenye sermon hii ambao huwa tunaianza muda wa 4:30 kila Sabato, na tuwashukuru Baba wetu kwa sababu ya mpangilio huu ambao aliyetupa, maana kila jambo huja kulingana na mapenzi ya Baba wetu. Nakumbuka jambo hili tumelianza kipindi ambacho ni cha hii mambo kanisa wakati lifungwa, ndio tulianza haya maneno, na tuwashukuru Baba wetu kwa sababu mahali ambapo tumefika ni mkono wa Bwana. Tukaona ya kwamba hatutaacha, maana watu wengi walisema tupate kuendelea, walio kule manyumbani nchini Kenya, walio nchi za nje ambao wanaotazama kwa wakati huu. Ningependa kuwasalimia mjamboni, tuwashukuru kwa sababu ya msaada wenu, jinsi ambavyo tumekuwa pamoja nanyi na pia jinsi ambavyo tumekuwa tukiendelea. Kwa hivyo kwa wakati huu singetaka kuchukua masaa mengi, maana jua ya kwamba tuko na watu wengi ama tuko na wageni wengi katika siku hii ya leo ambao wameandamana pamoja nasi katika siku hii ya Sabato. Baba asifiwe sana. Amen. Wageni wetu hamjamboni? Hatujambo. Hamjambo tena? Hatujambo. Karibuni sana katika jina la Yeshua. Vijana mpo? Tupo. Wanaenda safari? Ndio. Bado umedumisha imani? Ndio. Elohim wetu ni mwema. Haleluya. Amen. Kwa hivyo kwa wakati huu singetaka kuongea juu sana ya mambo ambayo tumekuwa nayo katika Sabato zimepita. Najua kama tumekuwa tukifundisha jinsi ambavyo imani ambayo tumeamini jinsi ilivyo. Lakini kwa leo, kwa sababu asilimia kubwa ambao tulionao ni vijana, ningeomba hasa niongee katika eneo ambalo ni ya vijana. Na naamini ya kwamba si tu ambao wako hapa, naamini pia ambao wako manyumbani wanaotutazama kwa wakati huu, ambao tunaoandamana pamoja nao katika siku hii ya leo. Ninaamini pia kwamba hii jambo ambalo tutakao kuwa nalo wakati huu litawafaidi katika maisha yao ambao ni maisha ya safari ya kiimani. Baba asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ningetaka kuongea juu ya jinsi kijana anavyostahili kumtumikia baba katika ujana wake. Kumtumikia baba katika ujana wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumtumikia baba katika ujana wake. Katika hali ya kumtumikia baba hatumikiwi tu na wazee. Kuna watu wanakuwa na ile mawazo ya kwamba baba wetu hutumikiwa na wazee na wamama ambao tayari wameshaingia pengine kwenye ndoa, mtu ameshafanyika mama. Lakini Biblia inaeleza kwa wazi ya kwamba hali ya kumtumikia Elohim wetu ni kwa wazee, kwa wamama, na pia kwa vijana, na pia kwa watoto wetu. Baba asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nataka kuongea kwa maeneo ya vijana, maana vijana wengi wanaona kana kwamba kumtumikia baba katika ujana wao hamna nafasi katika jambo lile. Katika hali ya kutumikia Elohim ni katika ile hali ambayo ni ya uzeeni. Hebu nisome katika kitabu cha Zaburi 71 aya yake ni ya 5. Zaburi 71 aya yake ni ya 5. Inasemaje? Kitabu ni cha Zaburi 71 mstari wake ni wa 5. Nayo inasema ya kwamba maana ndiwe taraja langu, Bwana Elohim, tumaini langu tokea ujana wangu. Hivyo ndivyo Daudi ni mfano mzuri wa jinsi ambavyo alimtumikia baba akiwa katika hali ya ujana wake. Nasema ya kwamba nyinyi mko na bahati sana. Wacha niseme mko na baraka sana. Maana kuna wenzetu ambao tuliingia ndoa tukiwa bado vijana. Tukiwa na miaka 20 tulikuwa tumeshaingia kwenye ndoa. Kwa hivyo tulitumikia baba tukiwa wazee, vijana, maana vijana wazee. Wazee vijana.
Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo haleluya. Wengine walijipata wakiwa vijana, wameshakuwa wazee tayari, wameshaingia kwenye nini, kwenye ndoa, kwa sababu naidhania kwamba mtu wa miaka kama 20 si bado ni kijana huyo, ndio tayari amemaliza nini, amemaliza high school, ndio ameenda, alikuwa anangojea mwaka wa kwanza akiwa 19, ndio yako first year, si namna hiyo. Sasa unakuta Yakobo ameshakuwa mzee. Kwa hivyo ndipo nasema Yakobo, nyinyi ndio mnaweza jua ya kwamba Bwana asifiwe sana. Amen. Uzuri wa kumtumikia baba ukiwa kijana. Daudi anasema Yakobo, hebu katika hiyo Zaburi 71, anasemaje katika yake ni ya 5. Mstari wa 5 Zaburi 71. Nasema, maana ndiwe taraja langu. Daudi yuwasema ya kwamba Elohim amekuwa taraja yangu, ama amekuwa matumaini yangu. Alafu Bwana Elohim, tokea lini? Tumaini langu tokea ujana wangu. Tokea nikiwa ujana wake, tokea ujana wangu, ama tokea nikiwa kijana. Elohim baba wetu amekuwa ndio taraja yangu, ama amekuwa matumaini yangu. Baba asifiwe sana. Sijui kama unaweza sema kama Daudi. Daudi alianza kumtumikia baba akiwa bado ni kijana, akiwa kijana mdogo. Hata wakati anapoenda kupambana na Goliathi, maandiko yanasema ya kwamba bado alikuwa ni kijana mdogo, alikuwa hajafika umri hata ambao ni wa kwenda nini, vitani. Maana waliokuwa wakienda vitani wakati wa Israeli ni mtu ambaye amefikisha miaka 20. Lakini wanasema ya kwamba Daudi hata akiwa kijana alimweka baba akiwa taraja yake, akiwa matumaini yake. Sijui kama siku ya leo, hebu sema verse 17 nasemaje? Hapo. Mstari wa 17 Zaburi 71 inasema ya kwamba Elohim, umenifundisha tokea ujana wangu, nimekuwa nikitangaza miujiza yako hata leo. Hivyo ndivyo anavyosema ya kwamba baba, ulianza kunifundisha nikiwa umri wa ujana wangu, nikiwa kijana, kama jinsi ambavyo ilivyo. Hakuna kitu kitamu, hakuna kitu ambacho kiko na utamu kama kumtumikia baba ukiwa nini, ukiwa kijana, kwa sababu unaweza fanya mambo mengi kwa wakati mmoja, unaweza enda mahali pengi kwa muda mfupi. Si watu kama sisi wazee ili mzee sasa hivi mlipojipanga mtakuja hapa Slimline ambao ni wageni wetu, haikuchukua muda. Hiyo mahesabu inakuja haraka, kufika hapa ni haraka, lakini mimi nipange niende nikatembee mahali, itabidi pengine hiyo mpango nipange karibu mwezi mzima, maana kuna mambo mengi ambayo imenisukuma, mawazo bado inaenda pole. Unajua mtu kama jinsi ambavyo anavyoendelea kuzeeka, brother wa John, hivyo ndivyo mawazo inaenda kama inafanya kazi pole. Vile ambavyo unavyofikiria sivyo ambavyo ninavyofikiria. Unaweza kuwa unafikiria kwa haraka kuliko mimi. Baba asifiwe sana. Ndipo Daudi akasema katika ya 17, hebu rudia mahali pale. Mstari wa 17 inasema, Bwana wangu, umenifundisha tokea ujana wangu. Daudi wasema ya kwamba maana alifanya baba kuwa matumaini yake, naye baba akawa taraja yake. Anasema ya kwamba umenifundisha tokea nikiwa kijana. Haleluya. Tokea nikiwa kijana. Nilisema kama kuna watu ambao wanaweza fanya kanisa iendelee, ama nchi iendelee, ama jamii iendelee, ni vijana. Tunasikia hata serikali wakati huu inawekeza kwa vijana, lakini si kwa wazee. Ama kuna pesa ya wazee? Pesa ya wazee ni ile ambaye mzee anapewa 2,000 kila mwisho wa mwezi, akulage polepole, si ndiye akafanya kazi, akulage polepole, kwa sababu tayari yeye anapewa pesa wakati yeye anapoenda kukufa. Lakini vijana, kuna pesa ya vijana, serikali inawekeza kwa vijana, maana vijana ni watu ambao wanaweza fanya kazi na nchi iwe na nini, na utajiri. Kwa hiyo kama kuna msingi mzuri unaweza weka, ni wakati huu kijana. Baba asifiwe sana. Wakati huu ndio wakati mzuri, useme kama Daudi, baba wetu, umenifundisha tangia nilipokuwa kijana. Haleluya. Ni wakati ambao wamefundishwa wakiwa mpaka wakati huu ndio unasema ya kwamba mimi sipokuwa ni Elohim singekuwa nimefika mahali ambapo nimefika. Nasema ya kwamba hauwezi kumtumikia baba tu useme ya kwamba nitamtumikia baba wakati nitakapokuwa mzee, wakati ambapo nitakuwa mama nimeshaolewa. Kama huwezi mtumikia baba ukiwa kijana, kumtumikia baba ukiwa mzee itakuwa ni vigumu. Bwana asifiwe sana. Ndipo sasa anasema ya kwamba Yohana akasema enyi vijana furahini kwa sababu mko na nini. Wakati unapoona kwamba brother wetu mzee pale anarukia baba namna ile, lakini unakuta kijana yeye anafanya namna gani? Anaswili. Kuswili.
yako tu namna hii tu. Sasa unashindwa, atakapokuwa mzee si atasimama namna hii imara, atakuwa amesimama tu namna hii. Ndio ndugu wa Joy, iwapo leo hii unashinda kumrukia baba wakati ya kumsifu baba wetu, iwapo unakosa kumtumikia baba wakati uko na nguvu, utakapokuwa mzee itakuwa namna gani? Bwana asifiwe sana. Itabidi usome, hata utashindwa kuja kanisani, imani itakushinda. Ndipo Daudi akasema ya kwamba baba, umenifundisha tokewa nikiwa kijana. Daudi ndipo na neno nasema ya kwamba hata alipokuwa mzee, anapomrukia baba, anapomchezea baba, anamchezea kuwa na nguvu, maana hilo ni jambo ambalo alijizoesha akiwa nini? Akiwa kijana. Kama huwezi mtumikia baba ukiwa kijana, haiwezekani kumtumikia ukiwa mzee. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu soma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 aya yake ni ya 8. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 aya yake ni ya 8. mstari wake wa 8 inasema ya kwamba kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwepo baadaye. Kuna jambo ambalo Paulo anaotushauri mahali pale. Yaani kujizoesha mwili huu, kuifaisha mazoezi kunafaa kwa asilimia ndogo sana. Watu ambao huwa wanafanya exercise, ambao wanafanya mazoezi kila asubuhi ama wakati wowote, ambao wanaofanya mazoezi ni wa kusaidia mwili kwa kiwango, kwa asilimia kidogo. Lakini utaua kwa yamo na mwenenya, utaua una faida kwa wakati huo, na wakati ujao utakuwa ufalme wa nini? Wa milele. Imagine neno nasema ya kwamba ina faida kwa wakati huu. Ina faida kwa njia gani? Likaeni vijana wenzenu ambao hamjui Elohim, ambao walikosa kufanya Elohim kuwa matumaini yao, ambao wamekosa kukimbilia katika nyumba ya baba. Ukutana nao kule nje, utawashangaa. Utakuta pengine tu babu, utakuta pengine tu shosho. Na ni rika yako kabisa. Anapokuambia miaka yake unamshangaa. Maana yeye dunia imemsonga ikamvingira. Maana alikosa kufanya Elohim kuwa nini? Matumaini yake. Ndipo Paulo akasema ya kwamba utaua ina faida kwa wakati huu, na wakati ujao ni kupewa uzima wa nini? Kwa hiyo ina faida. Unajuzia mambo mengi. Hutajiingiza katika mambo ambayo si ya kumpendeza baba wetu. Hutakumbana na mambo ambayo si ya kumpendeza baba wetu. Utakuwa na katika mkono ulio nzuri. Ndipo nikatumia mfano wa Daudi. Daudi akasema ya kwamba tangia nikiwa kijana baba wetu umekuwa ukinifundisha. Mthamaki ya roho. Amen. Ndipo anasema katika Zaburi moja akasema ya kwamba usienende, heri wasiokaa katika njia, wasiende katika njia nini? Ya waje wasio. Daudi alijua, anasema katika 37 verse 25, Zaburi anasema ya kwamba nilikuwa kijana ama nilikuwa mtu na sasa mimi ni mzee. Kwa hivyo Daudi amejua na Daudi akiwa nini? Akiwa kijana. Haleluya. Akiwa kijana ndio Daudi amejuana na Elohim. Tokio na hajaiona moja haki ameachwa na nani? Wala uzao wake ukiomba nini? Chakula. Mkate. Yaani tokea akiwa mdogo yeye amekuwa akishuhudia kwamba unapokaa katika njia za Bwana, tokea ukiwa kijana, hakuna wakati baba atakuacha. Baba atakuwa akiandamana pamoja na wewe siku zote za nini? Za maisha yako. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo ningeomba vijana tutakapokuwa tukiendelea na hii sermon ama na hii ambayo liko mbele yetu siku ya leo, ambayo inaongea kumtumikia baba katika ujana wako. Huwezi sema ya kwamba utamtumikia baba wakati utakapokuwa umeolewa ama wakati utakapokuwa umeoa. Itakuwa ni vigumu. Wakati huu ndio uko na nafasi nzuri ambayo ya kumtumikia baba, maana uko na nguvu na uwezo na akili zako zinafanya kazi nzuri. Kwa nini? Mhubiri 12 aya yake ni ya kwanza. Inasemaje? Kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa kwanza inasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Angalia, naye Suleimani alikuwa mtu aliyekuwa na hekima. Hapaku wako mtu mwingine aliyekuwa amepewa hekima kuliko nani? Suleimani. Anasema ya kwamba mtumikie baba, mkumbuke baba siku za nini? Za ujana wako. Ni uzee ama ni ujana wewe? Ujana. Hebu soma mzuri mahali pale. Mhubiri 12 mstari wa kwanza. Ndio. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Mkumbuke Elohim wetu ama Elohim wako siku za ujana wako. Kwa sababu gani ndugu? Kabla hasijaja siku zilizo mbaya. Kuna siku zinakuja ambao wenzetu tunasema kama tungalijua inakuja hiyo wakati. Unajua kijana anapoishi katika maisha haya
jinsi ambavyo yalivyo, haoni kana kwamba atakuja kuwa mzee. Ni vijana wangapi hapo ambao waza mtu akiwa kama ni msichana unawaza ukiwa mama? Ni wa vijana wangapi wa kiume wamewaza wakiwa wa baba, mume, baba? Ni wachache. Ndipo unakuta kuna wakati miaka hiyo haisogi. Kuna mtu alifikisha miaka 20 mpaka hata miaka 5 imeisha bado anasema ako na 20 years. Sikiliza, uko na miaka yako, niko na around 20. Hata kiende yule ambaye ako na 25 anasema ako niko na around 25. Hata kiende 20 na yule ambaye ako na 30 anasema niko na 25 hapo kuelekea namna hii. Huwa kuna wakati miaka ifanye gani? Haisongi. Hiyo ni kukataa kujua ya kwamba unaelekea kuwa nini? Kuwa mzee. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna wakati utakuwa mama. Kuna wakati utakuwa shosho. Mimi wakati huwa nawaza, kwa sababu mimi ni mume na baba wa watoto. Huwa nawaza sasa nikiwa buka nitakuwa buka wa aina gani? Huwa na imagine kitu wa buka. Na watoto wangu mimi ni uka. Wewe waza kuwa shosho? Shiko ama mama. Ni mzuri kuwa na hiyo, wewe unawaza tu mimi bado mimi ni kijana. Inafika mahali pale. Wakati mwingine lazima uwaze ya kwamba nitakapokuwa mama nitakuwa mama wa aina gani? Wakati nitakapokuwa mume ama mzee nitakuwa mzee wa aina gani wa Johi? Umewaza kuwa kama mzee, uko mzee sasa umeketi kwa kiti yako mahali pale, sasa unapeana mwelekeo. Sasa wewe mama nani? Umewaza kitu kama hiyo? Kabisa. Hai. Hata umeketi kwako, unaimagine sasa wewe ni mume wa mtu, uko na mke kwa nyumba. Unaimagine ni kuimpiga tu napiga. Naweza tawala namna hii. Naweza fanya na uzeongea namna hii. Watu wengi huwa hawataki jambo hilo. Ndipo Sulemani akasema ya kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana, kwa sababu kuna miaka inayokuja ambao watu wengi hawapendi ile miaka. Hata ukimuuliza anasema mimi niko na miaka mingi. Bwana asifiwe sana. Uko na miaka ngapi? Mimi ni mzee, niko na miaka mingi. Kuna miaka inafika mtu anasema, lakini kwa na 20 unasema, hata ukiuliza unasema niko na 20 years. Hata unafurahi kusema uko na nini? Na 20 years. Lakini kuna miaka inafika mtu haisogi, hutaki kuambizana, ukiambia toa ID, hutaki kutoa ID. Maana unaona sasa hii miaka inaenda, lakini ujia kwamba hata kwa usiposema, hata ufanye namna gani, bado miaka inaenda. Hata hizo siku zinakuja ambazo kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haziji siku nzuri. Ndugu wa John, ni siku nini mbaya? Uliza wale wazee wako pale, hata mimi mniulize. Bwana asifiwe sana. Amen. Uliza sisi wazee, tutakuambia. Nasema kuna mtu aliniambia juzi, akaniambia nitopolie, tumekuwa wazee. Lakini vijana ukiwaambia anasema bado. Bado. Tumia ujana wako mzuri. Haleluya. Mkumbuke muumba wako siku za jana wako. Kabla hazijaja zile siku ambazo si nzuri. Siku mbaya ambazo utasema namna gani? Wala haijakaribia miaka utakaposema nini? Mimi sina furaha katika hiyo. Huwa ina furaha. Bwana asifiwe sana. Ndipo sasa hata mimi nikiona msichana hapa naruka, kijana hapa narukia, baba nasema hiyo ni nzuri. Hata kumchezea baba nasema kwa sababu kuna miaka itakuja. Hataweza kuruka hivyo. Hata kuna vile kuna wasichana wengine wanaruka wanachezaga hapa, nasema haya ni wakati wenu. Lakini ile miaka itakapokuwa inakuja, hakuna mtu ambaye atakuambia si hivyo. Miaka itakuambia. Bwana asifiwe sana. Itakuambia. Hata unapoona kijana anatoka hapa, amekuwa mwinjilisti, ameenda huko, wewe achana na yeye. Kuna wakati itafika, si yeye utamwambia, atajipata amekaa. Atakuwa unajua mimi wakati nilikuwa kijana nilikuwa natembea sana. Itakuwa sasa hata akiwa mtalii, wewe achana naye aende, kama atasoma kiti, asome pipeline, aende asome, achana ni wakati kwa sababu wakati unakuja. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Si ni kweli hiyo? Wakati unakuja ambapo kutembea hata kuwa anatembea, kwa sababu anapoenda anasia kama ni kijana kama huyu. Anaambia unajua hata ukienda hakuna unga. Wewe baitisha unga. Siku zinakuja. Bwana asifiwe sana. Wewe msichana pia siku zinakuja. Hautakuwa unaenda vile ulikuwa unaenda ukiwa msichana. Ukitaka kwenda lazima uombe nini? Kwanza unaenda wapi?
Baba asifiwe sana. Kwa hivyo niko katika jambo gani? Mkumbuke muumba wako siku za ujana, kwa sababu kuna siku zinakuja ambapo utasema sina furaha na hizi siku, sina furaha hata kidogo. Lakini kama ulifanya Elohim kuwa taraja yako, kama ulifanya Elohim kuwa matumaini yako, bila shaka utazifurahia. Utabaki roho. Hutakuwa na hali ya kujuta. Huwa nasema kuna kanjia kanaonekana kakiwa kazuri. Hata sio ni maandiko katika Methali 16. Lakini mahali ambapo panaelekeza mtu ni kwenye mauti, ama sivyo maandiko yanavyosema. Na vijana wengi hawapendi kushauriwa. Kwa marogo. Shalom. Kwa marogo. Wengi hawapendi kushauriwa. Wanasema wanajua kila kitu. Hata ambao wako hapa wanajua kila kitu. Ukimwambia unajua mtu ili awe mama, anasema hiyo mimi najua. Unashindwa alikuwa mama siku gani? Unashindwa ni wakati ambapo ni wakati gani alikuwa mama? Anasema hiyo unajua mimi najua. Si ni kweli inakuwa namna hiyo? Tunasema kuna rika ambao mtu akifika anajua kila kitu. Na ukiona kanisa ambayo imejaa vijana wengi, mhudumu wa pale ana shida kubwa. Baba asiwe sana. Haleluya. Ana shida kwa sababu hawa ni watu ambao akili zao zinafanya namna gani? Zinakimbia kwa haraka. Lazima nawe pia ukimbizane na hao. Kama hutajichunga utajiacha nini, utaacha mahali pale. Utaacha peke yako mahali pale. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo mimi nikiomba tafadhali vijana, hawa wazee ambao mnaona hapa na hawa mama wana ushauri mwingi ambao wanaweza kuwapa. Hebu jaribu kukaa na mzee, wewe kijana wa kiume, na wewe kijana wa kike. Jaribu kukaa na wamama sana. Wanakushauri kutoka mahali hapa. Maana hutadumu ukiwa msichana, hutadumu ukiwa kijana wa kiume. Kuna wakati fiko utakuwa mzee. Kuna ndugu alipata kwa ofisi siku fulani akaniuliza, "Basi nataka kukuuliza, alikuwa ni kijana. Ili mtu awe mzee, awe mume wa mtu, anastahili kuwa mtu hapo na akili ina gani?" Ni wakati ambaye niuliza swali kama hiyo hapa. Ni kijana alipata kwa ofisi. Ili mtu awe mume wa mtu, anastahili kuwa mtu ambaye ako na akili namna gani? Lakini wengi ambao tuko nao wanajua mume ni nini. Si namna hiyo? Wameshajiandaa, si namna hiyo? Simesikia tu kwa Joy amesema ya kwamba yako pale huwa na imagine akiwa mume. Sasa anaongoza wewe. Yaani yeye mawazo yake ameai. Na sijui kama alienda akauliza ushauri. Ili akapewa sasa akaenda akakaa chini, akawa na imagine akiwa anatawala kwake. Sijui namna hiyo. Umemaliza hiyo andiko ambayo katika Mhubiri 12. Yake ni ya haya soma 11:9. 11 Mhubiri mstari wa 9. Inasemaje? Na inasema, wewe kijana, sasa sikiza wewe kijana, vile unavyoambiwa. Ufurahie ujana wako. Hakuna shida ya kijana kufurahia nini? Vijana mpo? Tuko. Hakuna tatizo. Hakuna kosa. Kijana kufurahia nini? Ati ewe kijana, furahia ujana wako. Na nini ingine? Na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako. Na moyo wako, kwa sababu hautachangamka utakapokuwa mzee. Unajua kuna mambo mengine unakuta wazee wanafanya ama wamama wazee. Ni kwa sababu hawakufanya wakiwa kijana, wakiwa wachanga. Bwana asifiwe sana. Unaona hata kuvalia kama ni mzee, unakuta amevaa ni kama utafikia ni kijana, kwa sababu unakuta rongi imeanguka. Niseme vijana rongi ianguke, sina kweli kweli. Lakini sasa anaona sasa hii vijana mimi sikufanya nilipokuwa kijana hii. Unakuta ni mzee. Hata wasichana unakuta wa mama atakuwa kama nini? Kama msichana na ameshakuwa mzee. Hujaita mtu mama kule ije akakwambia mimi ni mama yako. Sijui kama waiita mtu. Wewe mzee, mimi mzee? Mimi mzee yako. Hataki kuitwa namna gani? Maana kuna mambo anayotamani ambao hakuyafanya akiwa nini? Akiwa kijana. Bwana asifiwe sana. Hebu tu mahali pale katika Mhubiri 11. Ati ewe kijana, furahia ujana wako kwa sababu gani? Na moyo wako uchangamshe. Na moyo wako uchangamke siku za ujana wako. Ndio. Ukaziendee njia za moyo wako. Na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili hayo yote Elohim atakuleta hukumuni. Kuna shida sasa iko mahali pale tunapomalizia katika jambo hilo.
Ukifanya mambo yote unayoyafanya, angalia unayoyafanya ni ya kumtukuza Baba. Unayoyafanya ni ya kumheshimu Baba. Ambayo unayoyafanya Baba akiwa mbinguni anaona namna gani wewe kijana? Anakuonaje? Kwa sababu siku zinakuja kile jambo litaanza kwenye nini? Kwenye hukumu. Kama huku unaenda katika njia nzuri, itakuwa namna gani? Na unajua kuna mambo mengi unakuta ya kwamba uliyofanya ukiwa kijana yanakufuata hata ukiwa nini? Ukiwa mzee, yanakufuata. Kwa hivyo Suleiman anasema ya kwamba ufuate moyo na nia zako, lakini ujue ya kwamba kila jambo litaletwa nini? Hukumuni. Kijana, kuwa mtu wa kupenda nini? Mawaidha. Kuwa mtu wa kutaka kuambiwa, hata kama ni marafiki zako. Angalia marafiki zako ni watu wa aina gani. Kuna jambo ambalo wanaokusaidia nalo. Unapochagua rafiki, sasa nimeona kila mtu ameanza kuangalia rafiki yake. Rafiki yako anakuaga namna gani? Ni mtu ambao unaweza kujifunza na yeye. Maana nimesema ya kwamba hali ya kumtumikia Baba si hali ya wazee peke yake. Hata vijana, nikapenda mfano na Daudi. Kuna Yusufu. Yusufu ameuzwa kwa na miaka ngapi? 17. Ndiye ameuzwa na nduguze. Alianza kumtumikia Baba akiwa kijana. Angalia mtu kama Samueli. Angalia mtu kama Danieli, kama Timotheo, lakini Mishaeli, Azaria na Hanania. Hao ni baadhi tu ya wale ambao waliomtumikia Baba wakiwa nini? Wakiwa vijana. Angalia mwisho wao. Ndipo Paulo akasema ya kwamba hali ya utaua una faida kwa wakati huu. Na wakati ujao upewe nini? Uzima. Utajiri na mambo mengi. Lakini leo hii vijana wetu, tuko na vijana wazuri, lakini kuna ambao kuwapatia mawaidha itakuwa ni shida. Kuwafikia ni shida. Niliambia mtu mwingine ya kwamba hizi simu tunazotumia sio mbaya. Simu ni mbaya. Simu haina shida yoyote. Lakini mtumizi anayetumia simu ndio mbaya. Hizi simu inaweza kufunza mambo mengine ambayo si mazuri. Kuingia mahali ambapo utakapo ingia. Shalom. Kuna mahali ambapo unaweza ingia hata ujipate ya kwamba hii mambo inakunajisi hata wewe mwenyewe. Ama hakuna picha mtu anaonaga hizi za fono, zinaitwa fono. Shalom. Kwa nimefanya mbaya kutaja? Si mnataja kimoyo moyo? Hiyo jina ipo. Kwa nimefanya mbaya kutaja? Zinaitwaje? Unaingia huko unakuta mtu ametokomea kule. Bana unakuja na kana mnaia amekodoa tu bado. Nini unaona? Hizo zinakuharibu, zinakuchafua. Bwana asifiwe sana. Zinakuchafua. Unakuta mmeshaingia kule, kijana wetu ameingia, kijana mzuri. Sasa unakuta anacheka peke yake. Kuna mahali ambapo anavika anacheka. Shida huyu ni wazimu. Basi wazimu. Sasa ameshaingia wapi? Na hiyo mambo utajipata kwenye ndoto. Ukiyaona kwenye ndoto ama ukiyafanya kwenye nini? Kwenye ndoto. Shalom. Sasa mnasema pasta ameenda sana. Si kuna kuaga hivyo? Kuna kuaga hivyo? Shida tukiingia kanisa, utafikiria ni malaika, tukitoka hivi ni watu wengine. Hiyo ndio shida. Tukiongea mambo mengine, unakuta mtu anainama. Sasa pasta uko wapi? Niko wapi? Na unajua vile ambavyo ninavyosema. Haleluya. Amen. Tuko sawa? Au unasema pasta sasa pasta inaonekana anaenda sasa. Si mnafanyaga hivyo? Na tujue tu jambo si namna hiyo. Kama zingekuwa zinaangaliwa. Tunasema hiyo ni ya wajoi. Najua hapo watu wengi. Si ni kweli ama ni si ni kweli? Kama zingekuwa zinaonekana, safari kwa ndio anajua maneno. Sema bwana. Huyo ni nani? Na huyo amerudisha.
huyu ametuma, huyu amele, zinatembeaga, lakini shida haionekani. Unaongea na mtu yako tu namna hii lakini hayuko penye mnaongea. Yeye mawazo imesha. Unafikiria anacheka kwa sababu ya vile unavyomwambia, lakini anacheka kweli kabisa, ametumiwa. Nimesema simu ni nzuri, lakini pia zinaweza kunajisi. Namna hiyo zinaweza kukuharibu. Tumia kwa njia nzuri, njia ambayo inafaa, njia ambayo itakusaidia. Kwa mfano sasa hivi unazitumia kwenye nini? Kufungua nini? Bimaandiko, lakini wewe si maandiko umefungua mwingine ako Facebook saa hii. Anasema ako WhatsApp. Si ni kweli? Hebu angalia jirani yako, angalia amefungulia nini. Utaniambia. Mwingine ako kwa game, ndio anacheza nini? Game. Tuko katika Mhubiri 11 yake ni ya 9. Ati Baba ataleta mambo yote hukumuni. Jinsi ambavyo hizo message ambazo unatumaga, ambazo unazituma, imagine siku ya mwisho tutaleta. Ukisoma Luka 12, ile ambayo itaelewa kwa siri italetwa kwenye mnuru. Ile ambayo tunaongozana namna hii ya simu. Wakati itafika, takuwa nasema haya. Watu wanaangalia sema, ni mimi nilistana sweetheart na hakuwa mke wangu. Anajipa nini? Anajipa shughuli. Shalom. Sasa vijana hapo kunaenda namna gani? Iko sawa? Wewe uko na mamlaka ya kutumia simu yako jinsi unavyo. Yaani maamuzi ni yako. Sulemani alikuwa anataka kusema ya kwamba ewe kijana, enenda kulingana na jinsi moyo wako ungetaka. Wewe maamuzi ni yako. Jinsi ambavyo ungetaka kuishi, maamuzi ni yako. Kama ndugu, huyu ni kijana. Wasichana ambao wako hapa ni kijana. Na huyu kijana hatukui pamoja naye siku zote, ni kweli. Tuko naye katika muda mchache Sabato peke yake. Siku zingine yako shughuli zake. Kwa hiyo yeye akitaka kufanya jambo lolote, si maamuzi ni yake. Lakini maandiko yakasema ya kwamba nenda jinsi ambavyo moyo wako unavyopenda, lakini siku hiyo ya mwisho kile jambo litaitwa hukumuni. Bwana asifiwe sana. Kuna msichana niliuliza dada yake, nikamwambia kwa nini anaonekana amenenepa sana namna hii? Na naona ya kwamba nguo ni kama zinaenda mbele namna hii. Kaniambia kama walimuuliza akasema ni uji amekunywa sana. Lakini baada ya miezi 9 uji litoka. Ikawa tena sio nini? Sio uji. Alikuwa anasema ni nini? Unakuta ni kwa nini anaonekana nguo ni kama zinamkataa? Akasema anasema ni uji anakunywa sana. Na kwa hiyo alikuwa anakunywa uji sana huyo msichana. Sasa waliamini ni nini? Ni uji. Lakini baada ya miezi 9 uji silitoka. Ikabainika sio nini? Umesema haya 10 ndugu. Mstari wa 10 nasema, Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako, naye uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili. Haya, nasema mkisema ujana ni ujana ni moshi kweli? Wazee mlio hapa mlikuwa vijana kweli? Unajua kuna watu wanaona kana kwamba walitoka wakiwa vijana, wanaona kana kwamba wazee walikuja wakiwa wazee. Hapana, kuna wakati walikuwa vijana kama wewe. Ati ujana ni ubatili, ujana ni moshi. Unapita. Unajua moshi ni kitu cha kuja na kwa gani? Na kupita, haudumu. Kama kuna maisha ambayo inakuwa ni machache sana, ni ya ujana. Si ni kweli? Si kuna ambao wako tayari kuolewa na kuoa hapa? Ama sio kweli? Ama mko tayari? Kwa hiyo njia. Mko kwa hiyo njia. Ndipo maandiko yamesema kwamba ujana ni nini? Ni wa muda. Mahali ambapo mtu anakaa sana ni uzeeni. Hapo ndio mtu anakaa sana. Lakini kwa ujana ni kwa muda mchache. Kwa hivyo naambia toa ubatili ndani, toa mambo ambayo si ya kumpendeza Baba ndani yako. Katika huo mwili wako, jinsi ulivyo na nguvu. Umtumikie nani? Umtumikie Baba wetu ambao ni Baba wa mbinguni. Soma kitabu cha Yohana wa kwanza 2:16. Kwa nini ukaambiwa hivyo? Kwa sababu mambo ya dunia ni nini? Yohana wa kwanza 2:16. Nayo inasema ya kwamba maana kila kilichomo duniani
yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Mstari wa 17. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Elohim adumu hata milele. Yeye afanyaye mapenzi ya Elohim ndiye atakayedumu. Yaani dunia inapita. Hii mambo ambayo mnayoona vijana wetu ni ya muda. Ndiyo, dunia inaonekana ikiwa imerebeka. Ukikuta wasichana weusi wanataka kuwa weupe. Weupe nao wanataka kuwa nini? Hiyo ni mambo ya kupita. Ni ya muda. Bwana asifiwe sana. Ni ya muda, haidumu. Ukiambiwa kaa namna hii, kukubali kukaa namna hiyo. Kwa sababu mambo ambayo unayotamani kuyafanya haitaisha, haitakuwa ya kuishi. Ni ya nini? Ni ya muda. Sasa utafanya namna gani? Zaburi 119 yake ni ya 11. Utasema namna gani? Zaburi 119 yake ni ya 11. Zaburi 119 mstari wa 11 inasema ya kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Hapo. Kwa hivyo kitu ambacho itakusaidia ni kuweka neno la Baba katika nini? Katika moyoni mwako. Kwa sababu neno likiwa ndani yako, hauwezi kumtendea Baba nini? Dhambi. Wacha kuchukua muda mwingi kufanya mambo ambayo haitakusaidia siku za usoni. Maana unapata kwamba vijana wengi wanafanya mambo ambayo haitawasaidia katika siku za usoni. Chagua mambo mema ambayo itakusaidia siku za usoni, ambayo utayafanya siku ya leo na hautajuta. Hautajuta mpendwa. Lakini wengi wamechagua mambo ambayo watakuja kujuta. Na wanasema majuto ni nini? Ni kwa nini wakasema majuto ni mjukuu? Maana ni baada ya kukaa siku. Unajua mjukuu anapatikana kwa mtoto wa mtoto, anapatikana kwa mtoto wa mtoto wako. Kwa hivyo sio kitu ambacho kinachokuja, majuto haikuji kwa haraka, inakuja baada ya siku nyingi. Hapo tutasema ya kwamba kama ningalijua singefanya hivi na singefanya hivi. Ningesikiliza waliokuwa wakinishauri. Kwa hivyo tunaambiwa katika kitabu cha Zaburi 119, ukitaka kitu cha maana, hilo neno lifiche ndani yako. Na neno ni nani? Si ni Masihi Yeshua. Yeshua akiwa ndani yako, maisha yako itakuwa sawa sawa. Utafurahia maisha yako kijana. Utakuwa ukishangilia maisha yako. Hebu soma kitabu cha Yohana wa kwanza 4 yake ni nini? Yohana ni wa kwanza 4 mstari wake ni wa 4 inasema, ndio, ninyi watoto wangu mwatokana na Elohim, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Vijana mnaweza shinda. Shalom. Mnaweza shinda. Wacha kwenda kushinda kana kwamba hakuweza. Mnaweza shinda. Hata mnapofanya, unajua kuna vijana wa kiume wanaona wengine wanafanya harusi, ati alienda akaitisha ngapi? Ati 200,200. Hajaishika 10,000. Sema sasa 200,000. Sasa mimi jambo la maana, mimi mambo ya kufanyia harusi kanisani hapana. Nitafanya namna gani? Wajoi. Utafanya namna gani? Ndio kule. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye wa dunia hii. Na maandiko yanasema ya kwamba mnaweza shinda iwapo unaweza jiamini. Unajua vijana wengi hawajielewi. Kuna mgeni muuliza, wewe unajielewa? Akasema kujielewa kivipi? Si mkamga sio majina yako. Unajijua wewe? Anasema labda kwanza unielezee vizuri. Kuna ambao hajijui. Hata leo nikiuliza huyu kijana wangu hapa. Hata wewe msanii nikikuuliza kama unajijua. Wengi hawajijui ndiposa wanashindwa. Lakini mnaweza shinda iwapo mnajijua na kujielewa na kujitambua wewe ni nani. Mnaweza shinda. Mnakosa kushinda kwa sababu hamujielewi. Aliye ndani yenu ni mkuu kuliko
wa dunia. Lakini nakuta msichana wetu anavutwa ni mtu wa dunia, anavutwa, anashindwa. Sio ni kushindwa, ameshindwa. Na maandiko yanasema ya kwamba aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye wa dunia. Unakuta amevutwa, ameenda namna hiyo, mambo yake imeisha namna hiyo. Mwingine alinunuliwa tu kagumu tu akaenda. Kagumu ni ya pesa ngapi? 5 bob. Na bigi na sweet ile mtu anakula ya mtu anadana namna hii. Si kama hiyo na ya sweet. Yeto namna gani? Lollipop. Hasa unapokula na hiyo sweet ni hatari, usije kanunuliwa na kijana kwa kula, wewe msichana. Ni hatari. Ina maneno mengi sana. Shalom. Mwingine alinunua sweet akajipata ameshaenda. Na maandiko yamesema aliye ndani yako ni mkuu kuliko wa dunia hii. Ni mkuu. Ana nguvu, ana uwezo. Huwezi shindwa na yule ambao ni wa dunia hii. Wasichana wetu, mko sawa sawa? Wavulana mko sawa sawa? Bwana asifiwe sana. Amen. Na wasichana wengi wanajua kupaga vijana. Kupaga. Sijui. Haleluya. Amen. Tuongee hapo. Tuongee jinsi ambavyo wanajua kupaga. Ubai pango. Wamepangwa. Anakupaka, wewe nitakupa report. Anapaki huyu. Unakuta wamepakiwa vijana wangapi? Na kila mmoja kuna msaada anatoaga. Shalom. Shalom. Bwana asifiwe sana. Unajua sitaki kwenda sana, tuko na wageni wengi, sina muda hiyo. Sitaki kwenda sana wakashindwa kunitaka na muda gani. Si wasichana wanajua kupaki wavulana? Kama mtaki mtu semwambie mimi sikutaki. Na sio dhambi kukataa mtu. Ni kweli? Na sikusema si mbasi. Kama hauko tayari kuolewa na Kiara. Nabia Kiara hapana. Wacha kupakia kwa moyo, unajua wewe hata kuoa na bado unamweka pale anakaa tu anangojea tu. Sasa kazi yake ni kuwekeza. Na wewe kijana kwa sababu ya upungufu ya akili unaendelea kuwekeza. Atikana kwa sababu alisimai kidogo ukasema ananipenda. Wewe sura ni tofauti na nini? Na moyo. Na kuna wakati ambao watakuchekesha, watakuchekesha na utatoa vyote. Si ni kweli? Kuna vijana wanaumia hapa. Kuna mwingine aliniambia pasta nimenunua viatu. Nikanunua nguo ya harusi, nikanunua msana asimamia harusi na nguo fulani. Unaona hii harusi ya mtu fulani ya mimi ndo nilinunua hiyo nguo asimamia harusi. Na nikamnunulia simu. Nikamuuliza sasa, alafu amenikataa. Sasa wewe kijana, wacha kuwekeza. Unawekeza mahali ambapo hakuna nini? Hakuna chochote. Wekeza wakati atakapoingia kwako. Bwana asifiwe sana. Ni wakati wamewekeza sana. Mpaka wameumia, mpaka wanasema hii mradi haileti chochote. Ni wakati. Wanajijua. Kwa hiyo wametulia tu. Na safari nyingi ambazo unakuta ako Rodua. Ako Girigiri. Ako Nairobi. Ati nikutafuta. Sijui nitaangukia wapi. Tumia ujana wako kwa njia ambao hautajuta. Hautajuta. Nashukuru kwa sababu ya wasichana ambao wanafanya maamuzi. Niwe sisemi ya kwamba lazima wewe kijana ule msichana akukubali. Anaweza kukataa.
kwa sababu ya sababu. Na wewe ukikataliwa, kubali kukataliwa, wacha kung'ang'ania pale. Enda kwa mwingine, angalia mwingine. Isaka hakuchimba kisima kimoja. Cha kwanza akanyang'anywa. Si anaenda kutafuta kingine. Akanyang'anywa, akachimba kingine mpaka akasema hapa ndio Rahima alipatia. Sasa unang'ang'ania pale, unakaa. Mtu amesha kukataa, mpaka unasema, wengine mpaka wamekonda hapa. Wamekonda. Walikataliwa, wamekonda, hawalali. Unaambia mtu ulali. Ulali ni wewe lala. Wako baba atakuletea. Atakuletea. Kuna vijana hawalali hapa. Hawalali wasana. Kuna vijana hawalali wa kiume hapa. Anakuwaza, maana ulimweka kama amehanga. Anakugojeana tu namna hiyo. Kuchekeshwa si kupendwa. Namna hiyo. Unataka tikei? Ati mimi naona kuna dalili. Kuna dalili ya nini? Kuchekeshwa. Hao wanacheka, si sasa hivi wanacheka. Wanacheka, wanapenda kunini? Kucheka. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko walio aliye nje. Bwana asifiwe sana. Mimi ningeomba tafadhali vijana wetu. Ningeomba tafadhali. Fanyeni maamuzi mazuri. Kile ambacho unachokipata wewe kijana wa kiume, itafika siku utapata mchungaji ama mzee wa kanisa. Mwambie sasa wakati ya kuwa imefanya namna gani? Na sasa kwa sababu uliwekeza huko utatoa wapi? Itakuwa namna gani? Yohana wa kwanza. Hapo tumesoma Methali 7 aya yake ni ya Methali 1 aya yake ni ya 10. Inasemaje? Moja mstari wake wa 10 inasema, nasema hivi, mwanangu, wenye dhambi wakikuchawishi wewe usikubali. Sasa sikiza. Mwanangu, wenye dhambi wakishawishi wewe usifanye gani? Kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu kuliko walio hapa duniani. Wengine wamedanganyika. Wamefuata ile njia ya baramu. Wamedanganyika. Ati mwenye dhambi akikushawishi wewe usifanye gani? Usikubali, kataa. Wengine wanasema unajua nimeokoka. Sasa kuokoka ndio kitu ya kufanya ukatae. Hiyo sio kiegezo cha kukataa mtu. Kama mwambie hapana. Ukimwambia hapana ni dhambi? Hapana. Mwambie la. Wenye dhambi wa kushawishi usifanye gani? Usikubali. Halafu wakisema, haya, njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu. Tumuotea asiye na hatia bila sababu. Ndio. Tuwamese hai kama kuzimu na wasima kama wao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya dhamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mstari wa 15. Mwanangu, usiende jiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Zuia mguu wako usipite katika njia za nini? Za wakosaji. Usije katika kikundi ambacho ni cha kupotosha tafadhali. Wacha kuingia katika kikundi kile. Wacha kudanganya ukadanganyika tafadhali. Maana wengi wamefuata njia zile. Wengi wamefuata njia ile. Wamedanganywa wakadanganyika. Bwana asifiwe sana. Sasa watasaidiwa namna gani? Ni kumkaribia nani? Eloi. Kazi siku navyo inaenda. Ukitaka mzuri kuwa mtu wa kusoma Biblia kila wakati kijana. Soma maandiko kila wakati. Paulo anamwambia Timotheo, tangia kuwa mtoto umeyajua maandiko ambayo yanaweza kukuhekimisha na hata kukuokoa. Unajua maandiko yanafanya mtu anakuwa na nini? Na hekima. Angalia vijana ambao wanasoma maandiko sana, ambao wanapenda kusoma maandiko, lakini wengi wao Biblia kushika ni Sabato. Soma maandiko kila wakati. Hilo nalo lifiche ndani yako, itakusaidia. Kama ni mtu wa nyimbo, imba kila wakati. Nashukuru kuna mwingine nikifungua wakati mwingine huwa naangalia zile status ambao mnaweka kule. Yeye kwa watu ni kusifu tu. Ni kusifu. Yeye ni kusifu. Sasa huyo mtu kumuhini kumu sana. Lakini mwingine akiweka status zake unashaka huyu. Haleluya. Amen. Kuna zingine ukiangalia unahurumia huyo mtu.
Kwa sababu nakuta ya kwamba unajua kitu ambacho unatupa kule kwenye hewa ndio kitu ambacho uko ndani yako, ama ndio kitu ambacho unacho fikiria kwa wakati huo. Wasichana wetu, vijana wetu wa kiume, unakuta kuna wengine ambao unaweka mpaka unajihurumia hata wewe. Tupicha twingine tu ajabu ajabu. Tukiangalia yako leo hii itakuwa inasema nini? Ila kwa uliweka jana. Ajoi. Wewe unatumaga gani? Hujaiweka. Na sikweli sijaipata. Sisi kama sijaipata yako. Wengine mpaka waliniblock. Uliblock kwa sizioni. Ndio yako wapi? Na nilikuwa naziona, sizioni. Weka kitu ambacho itakusaidia. Kitu unajua kitu ambacho unachoweka mahali pale. Kijana, pengine ulikuwa upate kazi katika kampuni fulani ama katika shirika fulani ama mahali fulani. Sasa yule mtu akiangalia kitu ambacho umeweka anasema huyu bado wako na mtoto. Huyu nikileta kwa kampuni yangu itakusika. Wengine wanaweka chakula. Anatoka ya chakula tu. Sasa unaona nyama na mchele na sasa huyo mtu ukimwajiri kwa hoteli asimamia manager atakuwa namna gani? Hakuna kwa debataisi hiyo. Anaweka chakula. Si anaweka ya hoteli. Kama unaweka ya hoteli jambo lingine unapata unakuwa na hoteli. Huyu akiingia kwa hoteli. Si kama hiyo tena inakuwa na watu wanapiga picha kwanza. Anaweka hiyo. Unajua vitu ambavyo unavyoviweka ndivyo wale watu wanao kwa kikwangana wanasema okay, huyu kumpa kazi. Weka kitu ambacho itakusaidia. Bwana asifiwe sana. Weka kitu ambacho itakusaidia katika maisha mwako. Kwa sababu ujana ni nini? Ni moshi. Wenzetu pengine tunasema kama tungekuwa na watu ambao wanatupa advice, ambao wanatushauri, pengine tungekuwa mahali ambapo tuko. Pengine tungekuwa mbali. Maana sisi pengine wenzetu hatukupata watu wa kushauri. Hakuna. Hata jinsi ya kuwekeza hakuna. Hata jinsi ambavyo ni ya kusave hela zako hakuna. Ulikuwa unapata unatumia yote. Lakini leo hii unashauriwa. Ukipata shilingi 10 weka ngapi? Weka 5 kule. 5. Usikule kana kwamba hakuna kesho, kijana wetu. Weka. Kama tungeharibia hivyo, maana tulikuwa tukifanya biashara. Na pengine tulikuwa tumeajiriwa tukiwa vijana. Tungekuwa mbali pengine. Lakini tulikosa mtu wa kutuelekeza. Tukafikiria kwamba tadumu tukiwa vijana. Unajua kazi za kuajiriwa pia ni za muda. Kazi ya kuajiriwa ni muda. Kama umeajiriwa mahali fulani, tafadhali kijana, nakupa ushauri wa bure. Jaribu kuweka kitu. Maana mwenye ile kazi anaweza funga wakati na akifunga itakuwa namna gani? Akisema ile kampuni yake amefunga ama hiyo duka lake amefunga ama mahali ambapo amekuajiri amefunga itakuwa namna gani? Utafanyaje? Utataka kuuza hata wewe? Unajua kuna ambao wanauza na duka. Naambia sasa mimi kwa sababu nauza duka mimi nitakuuza pamoja na nani? Na wewe unauza pamoja. Sasa unakuta wewe kazi yako inakuwa ni hasara kubwa. Weka kitu kidogo, weka kwa sababu ya kesho yako. Sisi wazee ni afadhali sasa hivi. Maana sasa hicho karibu kuvalia bonus. Kama wacha kujatoka karibu kuvalia bonus. Wewe bado maisha yanakuhitaji. Weka msingi wako sasa hivi. Kuna mwingine tumeenda naye katika Bwana asifiwe sana. Ameuza msichana. Anasema hako na kitu. Hako na buzi lakini hakuna. Hakuna na 2,000. Hasa 2,000 ni shopping. Ni mafuta kuweka ama ni nini? Weka kitu. Hakuna fashion ya nini? Ama kwamba si kuna fashion ya mavazi. Hakuna fashion. Wekeza, weka pesa. Ukipata mshahara wako, tumia kwa njia nzuri. Wengine wakipata mshahara sasa ndio wamekuwa watu wa kupatiwa riziki.
nilikuwa wamekuwa watalii. Tunapata kwa mahali fulani, kwa mahali fulani, kwa mahali fulani, ako mahali fulani. Shilingi yake. Sasa unasaidia watu wa magari. Enda kwa utaratibu. Sasa unakuta mtu anakuambia anamuuliza, "Umefika Kakamega?" Kakamega nimefika. Na basi huko si tuliendana. Yaani unakuta ametembea. Hiyo pesa ilikuwa ikitoka wapi? Sasa wakati ya kuoa unakuta hana kitu chochote. Ni mchango anafanyiwa. Shalom. Na wewe msichana ukiona kijana mzuri kama usako na suti na kiatu iko sawa sawa, unafikiri na pengine hakuna chochote. Hakuna. Hapo tu pale pale. Bila hivyo utajiri wake wote. Hiyo utajiri. Ndio utajiri wake yote. Sasa utakapokuwa umeolewa katika hiyo boma, unakuta hata vikombe unakuta ni vikombe mbili, sufuria moja na kastofu. Na sahani ngapi? Na akimaliza kukula anaziweka hapo chini. Na umeolewa kwa hiyo boma, itakuwa namna gani? Si imeanza kwanza maisha. Kijana, usitake mtu ambao utawa akuje mwanzo maisha na yeye. Akuta kama umefahamu gani? Anaitwa nini? Msaidizi. Msaidizi anakuta kama umefahamu gani? Umeendelea. Si kupata timuanze maisha na yeye. Ni yapata kisi fahamu na gani? Kwa sababu akipata hakuna kitu kilikuwa huko. Atakuulizaga mkikosana. Si unajua nipata kama huna kitu wewe. Si atakuwa anakuuliza nipata kama huna chochote. Itakuwa namna gani? Kwa hivyo jaribu wewe mwanaume. Jaribu. Atisa hata kama utakapooa akute una kitu. Hata kwako utatawala mzuri. Lakini ukishindwa na moyo utakosa kutawala mwema. Utakuwa unakaliwa. Kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho alichokipata. Amepata kupitia mkono wake. Kwa hivyo jaribu kusave. Jaribu kuweka. Hapo ndio liko sana. Jaribu kuweka. Maana tuna matatizo tukiwa wazee wa kanisa. Na tulisema tutatembea nyumba za vijana. Ni wakati wanataka kutembea kwa kihara. Wengine waweza wangetaka. Maana kutembea kwa nyumba zingine utakuta utakalia ndoo. Na kijana ako na suti. Sio kama ungekosa kununua suti, wewe ununue rongi ya 300 na shati ya 200 kuliko ununue suti ya 1000. Harusi kija baada ya kusimamia harusi. Sio baya kusimamia harusi, lakini nyumba haina kiti. Hakuna sturu, hakuna meza. Hata unakuta wengine hata wakodi nyumba. Kazi yake kula kwa vijana wengine. Anakaa kwako miezi 2. Akiona umemzoea anaenda kwa yeye. Yaani akuwa na kabagi noge negede yake. Unafikia ni hiki, anakuwa hivi kila wakati baada ya miezi 2. Akisikia hivi imefika wakati na furahi wakati maana ameambia siku 7 wapi? Sasa kule ndio sasa ni kama nyumbani, kanisani. Haleluya. Vijana jipangeni, vijana wa kiume tafadhali. Tamani mchungaji atembee kwako. Kuna bwana usitembee kwa sababu hakuna. Lakini hapa tunamazia kanisani. Yeye ndio kuongea sana, yeye anapanga mambo hapa. Yeye anapanga mambo anatupaka pale, unasema huyu kijana hapo kabisa, lakini kwenye ground hakuna kitu. Bwana asifiwe sana. Kwenye ground hakuna kitu. Kwa hivyo ningeomba tafadhali vijana wa kiume mjipange ikifika wakati ya kuoa, maana hapo ndio mnaelekea wenzenu. Naona miaka mingi wengi wanaelekea pale. Wanaelekea mahali pale. Ati tutakuwa na kitu ya kusimama nayo. Sio tukafanyia mchango ya kuoa, ya harusi, ya sherehe, ya hata karibu ya suti.
Mjipange vijana. Ujana wako ulitumia namna gani? Weka kitu, weka. Unajua wasichana hawana nini mambo mingi sana. Hao ni wa kuchukuliwa na kuletwa kwenye. Na pia huwa nawaambia pia wasichana, siku hizi ni kubaya. Unaweza kukuta ule kijana ambaye mmependana naye hana chocho. Utafanyaje? Na huko umejipanga na wewe. Huko na chochote. Kuna wasichana hapa wanafanya kazi kwa mikono yao. Hapa. Hata wagopi kufanya kazi ya nini yaitwa nini? Hii ya machi, hii ni ya uchuzi, ndio hoka. Wanapata. Unakuta amepata yake 300, 400, 200. Lakini wengine wanaipika hapa. Ati nishike ndoo namna hii. Ama nikauze maguo namna hii. Sasa pesa tuko haijui pesa imetoka wapi. Sasa hiyo 1000 kikanyako namna hii kama au itakuwa si 1000? Si 1000? Ile 1000 Uhuru anapata kama rais, wewe ambao utakayopata hiyo 1000 ambao ulikuwa unafanya kazi ya uchuuzi, hakuna tofauti. Especially wewe unasema kama ingewezekana vijana wetu fanyeni kazi kwa mikono yenu. Wacha kuaibika. Wacha kuaibika. Hata kama ni kuuza nini, hata kama ni kutembeza juice huko. Na juice inahitaji hela ngapi? Si kama kibuyu, unanunua nini? Unanunua matunda kule, unasiaga, unabraidi, unaweka kwa nini? Unaenda kama unauzia watu 10 na chini. Je, unapata 200 yako? Wacha kuogopa. Wasichana wengine hapo wamejiajiri. Lakini mwingine sasa ni kukaa tu namna hiyo. Kazi yake sasa amekaa, kazi hakuna. Kazi iko. Sasa kutaka ukimshika ukikusalimia tu namna hii, usinisalimie kwa sababu ya nini? Akikusalimia namna hii, nyama imeshakuwa nini? Inakuwa leta hivi. Kuna hata kazi ya kuvua nini? Nguo kwa watu. Tafuta kazi. Wacha kusema hakuna kazi vijana. Kwa sababu kama hautajipanga utajipanga wakati gani? Msiogope kufanya kazi ya aina yoyote. Iwapo ile kazi ni kazi nzuri ambayo ya kumtukuza nani? Elohim. Hata kazi ya nyumba si ni kazi? Bwana asifiwe sana. Ni kazi kungojea, pengine hapo utapata mtaji. Unaanza kazi yako. Jizoesha tafadhali kujifanyia kazi. Wako na kidogo yako. Unakuwa na kitu yako. Kazi yoyote. Hata kuuza miwa, chukua miwa weke pale kwa barabara. Bali watu wanapenda miwa sana. Unakuja unauza 10, unakata ya 10 20 na jioni utakuwa na 200 yako. Sasa umeanza kufukuka. Ulikuwa unajua namna hiyo? Iko kazi iko nyingi. Maana sasa ukizoea vijana wanakulishaga pesa ya mafuta kila wakati, shauri yako utakuja kuumia. Utakuja kwa namna gani? Kuumia. Jizoesha kufanya kazi yoyote ambayo unapata. Mradi upate riziki. Si Baba wabariki sana. Amen. Na mdumu katika imani. Amen. Na Baba wetu watendee mambo mema. Amen. Nimeshukuru sana. Tena zaidi kwa sababu ya vijana wa siku ya leo. Jambo ambalo nilikuwa nataka sana kuambia kwamba kile ambacho unachokipata jaribu kuweka. Hata ukiingia supermarket, hapo huwa siwachi. Kama ulikuwa na shilingi 500, jua unaenda kununua nini? Andika. Nasemaga kwamba vitu vyote ambavyo viko supermarket sio zako zote. Kama ulikuwa umeenda kununua mkate ya halelia, maandalio, nunua mkate. Si kununua mkate, unanunua half cake, unanunua scotch, unanunua queen cake, unanunua. Sasa unakuta pipa maji imejaa. Ukiangalia zote ni ngano. Ni ngano. Mwingine sasa nikusukuma ile nini? Yetu namna gani? Sasa kama nasukuma namna hii, unajua mimi. Hata akiona umebeba kama sio anasema hawa hawana pesa. Nunua hauna, wewe ndio hauna hii. Kwa sababu unakosea. Nunua kitu ambacho imekupeka, nunua wacha kufanya hii paspai. Kitu ambacho hakina maana. Mwingine ameenda kununua kiatu, ananunua sufuria. Shida ya kiatu imeisha. Na sufuria ni kwako na shida ya sufuria. Ati kwa sababu unaona hata tumia pesa yako mzuri. Si ukipata mshahara sasa unawashawasha uwezi tulia. Kuna watu wakishika pesa namna hii sasa wameharibika kichwa. Supermarket ni yao. Tafadhali wekeza. Unasema ya kwamba mwezi huu nimepata 10,000 nyumba 2,000 chakula 2,000
ABCD wazazi pia mnawakumbuka. Sina mna hiyo. Wazazi unatuma ya wazazi. Unasema hata kama ni 2,000 kwa mwezi. Kwa mwaka ni pesa ngapi wewe? 24,000. Imagine 24,000. Na ni 2,000 tu umeweka. Hata weka 1,000 wa joy. Na 12,000 kama unataka kuwa miaka 5 inayokuja. Maana pengine umepaka hivyo. Ni pesa ngapi? 12 times 5. Elfu? 12,000 mara 5 ni ngapi? 60,000. Imagine. Na ni 1,000 ulikuwa unaweka kwa 10,000. Unasema kana kama kila shilingi ina maana. 1,000 weka tu. 60,000 ni hela kubwa, wewe kuja na 60,000 uone kama utapata mtu. Utapata. Bwana asifiwe sana. Wa ndugu zetu, wa sisi wazee na wamama, hebu tushauri hao vijana wetu. Maana shida ambao wamekuwa nayo ni kwa sababu ya kuto nini? Ya kutokuwa wana save chochote. Hiyo ndio shida ambao wako nayo. Ningeomba tafadhali tuwe watu ambao wanaweka maiga bombi ndio kana tibu wewe. Si hata maandiko yanasema ya kwamba tujifunze na nini? Na chungu. Angalia sisi ambao tunafanya. Kwa hivyo kama una kazi unione, tutanunua miwa kesho pale na utauza hapo utapata kitu. Utakuwa unatoa ushuhuda hapa. Amen. Bwana asifiwe sana. Kama unatengeneza juice, unatembeza huku. Hata kahawa. Sasa hivi kunanyesha. Unajua wacha nikushauri kidogo pale. Ukikuwa na jua uzia watu nini? Miwa na juice. Na melo. Ukikuwa na baridi nunua nini? Kahawa wauzie. Na kwa siku utakosa 300 au 400. Nikaa tu hapo kama unangojea tu. Atishia kulia washubu hoda. Alikuwa analima. Hapo amekaa hivyo. Situamke tu siku niko kana mbarikiwe sana walio nyumbani. Leo iko ni siku ya vijana tu kwa nataka mambo mengi. Ninataka msave. Na vijana nitakuwa nauza baada ya kwako umesave nini. Si mtu kukaa hapa na kasuti na hakuna chochote. Tuipo niko kadhaa na kusipa mawezo. Sasa sana programu. Kwa ndio kwenda sana. Tuipo niko kadhaa moja kusifu baba. Na kabla hiyo tuombe kwanza, funga hiyo milango tuombe kwa sababu walio manyumbani, waliokuwa kina baba pamoja, fungue mlango tuombe. Ama acha kufunga kwa sababu walio nje tafadhali. Pia wako katika nyumba za Bwana tunaomba. Tunakushukuru Baba, tunakuhimidi, tunakuinua. Tunasema ni asante kwa sababu hakuna mwingine aliye mkuu kama wewe mtakatifu wa Israeli. Kuona Baba utaingia tupoingia katika nyumba hii ambayo inaitashwa na jina lako. Umekuwa mwema na umekuwa msaada wa karibu Elohim wa Israeli. Tunakusihi, tunakomba kwa sababu ya vijana wetu Elohim wetu. Maana wengi katika ulimwengu wamepotoka, ila hawa Baba wetu tumeujishikia mtakatifu wa Israeli. Ukapata kuwahifadhi katika nyumba yako, hekima na maarifa Baba wetu ikapata Elohim wazee kuongezeka ndani yao. Hiyo wanapofanya jambo lote mtakatifu wakafanya katika hali ambayo ni ya kupendeza Elohim wetu kupitia jina la Messiah. Tazama kwa wakati mtakatifu na baadhi ya mambo ambayo tumewashauri nayo mtakatifu wa Israeli. Inaweza kuwa pengine ni mambo machache yanapoonekana katika macho ya kibinadamu mtakatifu wa Israeli. Ile tungekuomba hata kusihi wakati huu asubuhi mtakatifu wetu yakapata nafasi katika maisha yao Baba wetu kupitia jina la Messiah. Kazi zao ambao huwa wanazifanya mtakatifu wa Israeli, ukawabarikie ukawainue mtakatifu wetu. Kuna ambao hawana kazi mtakatifu, Elohim wa Israeli, wewe ubariki watu wako ukapate kuwapa kazi za kufanya Elohim wetu kupitia jina la Messiah. Kuna ambao Baba wetu wanataka kuolewa na kuoa mtakatifu wetu. Hatukosi kuwakumbuka wakati wa asubuhi, ukapate kuwajalia kadi ya mapenzi yako, ili wakipata wale ambao Baba wetu watakao wafaa katika maisha yao ya Elohim wa Israeli ya dunia hii, jina lako litakuwa limetukuzwa na kuinuliwa kupitia jina la Messiah. Waliokuwa kina mama pamoja nasi wakiwa nchi za nje ama katika nchi yetu ya Kenya Baba wetu, ukawabariki na ukawainue. Walio wagonjwa ukapata kuwaponya. Na nikupe jina safi la Messiah Yashua ni Baba tumeamini. Amen. Kwa hivyo tasifu Baba wetu katika nyimbo kadhaa na Baba wetu. Hey!
Tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakuinua, tunasema ni asante. Asante Baba wetu, maana umetupa nguvu na uwezo ya kutukuza, kukuinua na hata kukusifu. Tunasema ni asante kwa sababu ya wale ambao tumekuwa pamoja nao, wakiwa mbali na wakiwa karibu. Elohim, jina lako liinuliwe na hata litukuzwe, Elohim wetu, kupitia jina lako Mesaya. Kufikia muda huu tunaamini ni nguvu na hata uwezo wako na hata ishara na miujiza. Ndiposa hatutakosa kusifu na hata kuhimidi siku zote za maisha yetu. Hii jina lako likaendelea kuinuliwa katika maisha yetu kupitia jina lako Mesaya. Baba wetu, utakapokuwa umetupa muda mwingine kama muda ambao umetupa Elohim wa Israeli, Elohim wetu, tutakushukuru na hata kusema ni asante. Na kwa sababu walio manyumbani, waliokuwa baba wetu wakiandamana pamoja nasi siku ya Elohim wa Israeli, tunawatakia baraka na amani katika maisha yao. Na nikupe jina safi la Mesaya Yashua tumebariki tumeamini. Amen. Kwa hivyo tumefika mwisho wa ibada wa online. Kwa hivyo walio manyumbani tunawaaga kwa herini na baba wetu wabariki mpaka siku nyingine.